di kebun orang, Dek? Kowe kabeh kudu. Mwanzoni mwa filamu tunaanza na mwanamama mmoja anaitwa Masina ambaye alikuwa akilia kwa uchungu mkubwa sana. Anasema kwamba ameshindwa kuwa mama mzuri. Kwa nini? Ni kwa sababu binti yake amefariki muda sio mrefu. Sauti yake ya uchungu aliipaza kwa hasira na huzuni. Anasema kwamba kila mtu aliyehusika na kusababisha kifo cha mtoto wake ni lazima atalipa. Akachukua panga akashambulia mifugo yake yote. Alipotoka hapo, moja kwa moja akaenda katika nyumba moja. Baada ya kufika hapo, moyo wake ukiwa bado katika majonzi makubwa. Ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa binti wa familia hii, binti ambaye alikuwa anaitwa Lasti. Alikuwa na wazazi wake wanasherehekea siku yake ya kuzaliwa, na mama yake akamuhusia mtoto huyo akimwambia kwamba utakapokuwa, popote utakapoenda, usisahau kurudi nyumbani. Baada ya Lasti kusikiliza haya maneno yote, akawa ametoka hapo akaenda pembeni mwa hii nyumba, akaamua kujiondoa uhai wake. Na hili tukio, mtoto ambaye alikuwa anasherekewa siku yake ya kuzaliwa aliona mwili wa mwanamama Masin ukiwa nje, na yeye ndiye akawa amepiga kelele. Miaka 30 baadaye tunamfahamu binti mmoja anaitwa Arum akiwa na wanafunzi wenzake, akawa anawaalika marafiki zake kwenye sherehe ya siku ya kuzaliwa kwake ambayo imebakiwa na siku 5 tu. Akiwa zake darasani, akaona mwanamke mmoja akasimama nje. Mara sura hiyo iko imejitokeza mbele yake, akatazama vizuri, ni rafiki yake. Arum akajaribu kujituliza, akiendelea tena kuona ule mzimu wa Masin ukiwa ndani hapo. Binti akawa amechukua bikali akachoma bila kujua kwamba anamshambulia rafiki yake. Kila mara ule mzimu kwa unajitokeza, unamdhihaki na kucheka kwa makusudi. Hivyo binti akawa anashambulia, akawa anajikuta anashambulia wanafunzi wenzake. Kila mwanafunzi anayemzunguka anaonekana kama ile roho ambayo inamwandama huyu binti. Binti akawa ameshambulia wote waliokuwa karibu eneo hilo. Kwa sababu ya tukio hili, binti Arum akawa amefukuzwa shuleni. Sasa mama yake huyu binti ndio yule binti ambaye alikuwa anafanyiwa birthday miaka 30 iliyopita. Yule alikuwa anaitwa Rusty, ndio mama wa huyu binti. Akawa amemchukua binti yake na akawa amempeleka kwa binti yake mwingine anaitwa Lea. Sasa huyu Lea sio dada wa damu sawa sawa na Arum, yaani ni dada ambaye baba mmoja mama tofauti, lakini huyu mwanamama anawapenda kama watoto ambao amewazaa yeye mwenyewe. Sasa Lea baada ya kuona hali ya Arum akawa amependekeza kwamba mimi nadhani Arum angepelekwa hospitali ya akili, pengine anaweza akapata kule suluhisho la kudumu. Lakini sasa hii hoja mama yake Arum akahisi kabisa pengine labda Lea amependekeza haya kwa sababu hawajatoka tumbo moja, lakini Lea akajaribu kujitetea. Rasli akutaka kabisa kusikiliza, akawa amemchukua Arum na akawa ondoka hapo. Sasa wakiwa njiani, Rasli akamwambia Arum kwamba anahitaji matibabu ya kisaikolojia tu, hali yake wala sio tatizo la kiakili kihivyo, hatakiwi kabisa kutengwa. Arum akauliza, vipi kama Lea atakuwa yuko sahihi? Vipi kama kweli mimi ni wazimu? Rasli akawa amemfariji sana binti yake, akasema kwamba kuna kitu kama hicho, wewe hauna shida ya aina yoyote, na hata kama ikiwa hivyo mimi bado ninakupenda. Haya maneno yakawa yamemtia sana faraja binti Arum. Binti anajipa matumaini kwamba kweli atapona, yeye yuko sawa. Mara ile taswira tena ilikuwa imemwandama, ikawa imerudia maneno hayo hayo ikimwambia kweli utapona. Baada ya kurudi nyumbani sasa, na hapa ndipo tunapata kujua ukweli baba yake Arum ni nani na yuko wapi. Miaka 4 iliyopita, siku yake ya kuzaliwa, Arum alikuwa mpweke. Baba yake akawa amemsogelea akimwambia kwamba binti yangu, ungekula hiyo keki, keki ni kwa ajili yako. Lakini Arum akawa amemkata shingo kwa kisu baba yake. Baba yake akawa ameanguka chini. Baba yake huyo alikuwa anaitwa Surya. Wakati huo mama mtoto akawa amefika hapo. Kabla hajaelewa kilichotokea, kabla hajafa, akamwambia mke wake kwamba mlinde mwanangu Arum, muombe Lea dada yake amponye mdogo wake. Akasema kwamba nimeandika kila kitu kwenye shajara yangu. Kisha akawa amekata roho mzee. Katika wakati wa sasa, Rasli akawa amesoma ile shajara ambayo alipewa na mme wake. Shajara inasema kwamba binti yao amelaaniwa, laana inayojirudia kila siku yake ya kuzaliwa. Pia kuna majina ambayo yameandikwa na mme wake, akiamini kwamba hao watu wanaweza kuondoa laana hiyo. Hivyo anamtaka mke wake amtembeze binti yake maeneo hayo kwenda kutafuta msaada, lakini na hili jambo linatakiwa lifanyike haraka kabla ya siku yake ya kuzaliwa. Huyu binti atakapokomaa na kuwa mtu mzima, shida itakuwa kubwa zaidi. Sasa wakati huo mama anasoma, kumbe Arum alikuwa anacheza na mdogo wake. Mdogo wake huyu anaitwa Dogorama. Sasa huyu binti anachekacheka kama wazimu kweli. Akamwambia mdogo wake kwamba unaonaje kama ukienda kukaa pale kwenye ile bembea kuzunguka, mimi nikuzungushe? Binti aliizungusha wewe kama isijiara. Dogo ikabidi kulia kuomba msaada. Kweli mamake alikuwa amefika hapo. Katika harakati ya kuzuia hili tukio, akawa amejikata mkono kidogo. Hili jambo lilikuwa limemfanya binti Arum kurudi katika hali yake ya kawaida. Rasli akamwambia Arum kwamba jiandae, kuna mahali tunatakiwa kwenda. Wakati wakiwa kwenye gari sasa, Arum akawa amemuomba sana msamaha Dogorama. Sasa kabla hawajaondoka hapo, Lea akawa amefika hapo. Anamwambia mama yake kwamba ninajua unataka kumpeleka
kumpeleka Arum kwa mganga, hili sio wazo zuri kabisa. Na Lea pia akawa ameomba msamaha kwa maneno yake hapo awali. Hakuwa anamaanisha kwamba mdogo wake ni wazimu. Binti anasema kwamba Arum ni mdogo wangu na ninampenda, sitamani apate mateso zaidi. Halikuwa wazo zuri Arum kupelekwa kwa waganga. Rastri akawa amemkumbatia akasema kwamba ninakupenda tu kama jinsi ambavyo mimi pia ninampenda Arum. Rastri akasisitiza kwamba hana chaguo jingine la kufanya, chaguo lililo mbele yake ni binti atafutiwe msaada wa wataalamu. Basi Lea akawa amependekeza kwamba kama ndivyo mimi nitaambatana pamoja nanyi. Lea akawa ameungana pamoja nao, safari ikaanza. Arum njiani, safari ilikuwa kizembe. Alikuwa akiendelea kuandamwa mara moja mbili tatu hivi, asikae kizembe. Kweli wakawa wamefanikiwa kufika kwa mganga mmoja. Huyu mganga hajaambiwa kitu chochote, akawa ametambua kwamba Arum amekwisha kupagawa mara nyingi sana. Sasa muda huo Dogo Rama akasema kwamba anataka kwenda kukojoa. Muda huo Arum akawa ameambatana pamoja naye, akawafuata huko kwa nyuma. Mganga akawa amemueleza Rastri kwamba roho hiyo ambayo imemuingia binti yako ni kiumbe ambacho Arum hawezi kabisa kumcontrol. Mganga akasema kwamba wasijali, yeye anaweza kutatua hiyo shida. Sasa upande kwa walioenda kukojoa, Arum kamfuata mdogo wake Rama. Mara kafika sehemu mdogo wake kampotea, hajui dogo kapita wapi. Mara Arum akapata maono yakiwa yanaonyesha kwamba huyo mganga sio mtu mzuri, huyo mganga ni mtu mwovu ambaye mara nyingi huwa anawatoa watoto sadaka kwa mashitani wake. Wakati huo mganga akawa amejiandaa kwa ajili ya zoezi la kufanya tiba kwa huyo binti. Mara akaona kama kuna kitu msituni, akiingia huko kwenda kuangalia ni nini hicho. Anasikia kama kuna mtu analia. Baada ya kufika hapo akaona kuna kiumbe cha kutisha, mara kilikuwa kimetoweka. Hajakaa sawa, roho ya Masina ilikuwa imejitokeza hapo, ikambeba ikiwa imevaa mwili wa Arum. Muda huo mama yake Arum akawa amefika hapo na wengine. Ile roho ikamwambia kwamba huyu mwanamama kwamba huyu mganga mbona ni mwovu sana kuliko hata mimi mwenyewe, alafu Arum ni mali yangu mimi. Roho hiyo ikawa imemrusha mganga kwa nguvu. Mganga akawa amejichoma kwenye mti na kufa hapo hapo. Shughuli yake ikawa imeishia hapo hapo. Mama yake Arum ikabidi kuchukua familia yake watafute tena sehemu nyingine kwa kwenda kutafuta msaada, na siku hiyo unatakiwa kujua kwamba zimebaki siku 4 tu kufika siku ya kuzaliwa kwa binti. Mama yake Arum akawa amempeleka moja kwa moja kwa hekalu moja ambako alijua atapata msaada huko. Kwenye hekalu huko akawa amemfahamu mwanamke mmoja anaitwa Ruana, ambaye mara moja akawa amefanya ibada ya kumtakasa Arum. Ruana baadaye akawa amekaa na kumuuliza Rastri kwamba mwanao amekutwa na nini hasa, unaweza kukumbuka tukio la nyuma kuhusiana na mwanao? Akawa amemwambia jaribu kufumba macho, kumbuka kumbukumbu ya zamani kabisa katika maisha yako. Rastri akakumbuka alivyomwambia baba yake kwamba anahitaji kwenda kucheza kwenye mto wakiwa ndani ya gari, yeye pamoja na mama yake na baba yake. Wakawa wamecheka sana, wakasema kwamba mtoni kule ni hatari. Ghafla roho ya Masina ikiwa imedondokea hapo mbele ya kioo. Gari lao lilikuwa limepata ajali moja kwa moja, na hii ajali ndiyo tukio ambalo Rastri alipoteza wazazi wake wote wawili siku hiyo. Yeye peke yake ndiye aliyenusurika. Mwanaume mmoja alifika hapo na kumpa msaada yeye. Baada ya kumbukumbu hii, Rastri akasema kwamba aliona roho ya mtu ambaye alisababisha kifo cha wazazi wake. Luana akafafanua kwamba hiyo roho ambayo wewe umeiona ndio roho hiyo inayomtesa binti yako. Akasema kwamba hiyo roho ina kisasi kikubwa sana, chuki ambayo haiwezi kuisha kamwe, na akamweka wazi kwamba na mtu huyo ambaye wewe umemuona ndio mtu huyo ambaye alijiua siku yake ya kuzaliwa. Luana akamwambia ukweli kwamba mimi siwezi kumponya binti yako Arum, mtu pekee ambaye anaweza kufanya hivyo ni wewe mwenyewe. Sasa upande wa Arum alipokuwa amefungwa kwa ajili ya tiba eneo hili, Dogo Rama alikuwa hapa anamwangalia dada yake. Dada yake akawa anamuita, anamshawishi ili amfungue. Dogo Rama akasema kwamba mama yake amekataa hilo jambo, lakini Arum akawa amelia akasema kwamba anaumia. Mzimu wa Masina uko umetokea hapa katika hali nzuri kabisa, uko umemshawishi Rama kwamba nenda kamfungue dada yako anakupenda mno. Mtoto kusikia hivyo kweli akawa amemfungulia binti Arum. Mara moja Arum akawa amepaa hewani. Rama akawa ameanguka chini kwa hofu, akamuita mama yake. Rastri baada ya kufika hapo akamkuta Arum anamshambulia mfanyakazi mmoja wa bustani hapa, karibu kumuua. Ruana akawa amepiga kelele kumzuia, akawa ametaja jina la Masina. Sasa Ruana alikuwa amenyosha vidole, ikawa imemng'ata vidole na kuvikata kabisa, ikawa imekimbia na kutoka katika hilo hekalu. Lea akajaribu kumtuliza, lakini wapi. Arum akawa amevunja chupa barabarani, akawa ametembea juu ya hizo chupa peku kwa makusudi kabisa. Rustin pamoja na Lea wakaona lori lilikuwa linakuja hapo kwa kasi, wakawa wanajaribu kumsii binti atoke hapo, lakini binti akawa amegonga kichwa chake kwenye kioo cha hilo lori na kwa anguka chini na kupoteza fahamu. Baada ya kurudi kwenye gari akaangalia kidaftari cha mume wake, akaona kuna jina jingine, kuna watu wengine wametajwa hapo, ni watu ambao wanaweza kumsaidia binti yake. Mara moja akaenda kumtafuta mtu mmoja anaitwa Drajat ambaye pengine anaweza kumpa msaada yeye. Na siku hiyo zimebaki siku 2 kufika siku ya kuzaliwa kwa binti. Baada ya kufika lile eneo, mwanaume mmoja akawa amewapokea, akawaambia kwamba Drajat amekuwa akiwasubiri kwa muda mrefu sana. Baada ya kuingia ndani kweli jamaa akawaambia kwamba ni miaka mingi sana nimewasubiri. Akauliza kwa nini nimechelewa, kwa nini nimechukua muda mrefu namna hii?
Rasti akawa ameomba msamaha, akasema kwamba hapo awali hakuwa anaamini kabisa mambo ya giza. Rajat akamwambia kwamba nilimwahidi mme wako nitamsaidia mtoto wake na nilikuwa nimekwisha kuandaa tiba kwa ajili ya mtoto wako, lakini ungekuja mapema hili jambo lingewezekana, lisingekuwa na kipengele cha aina yoyote. Kwa kuwa umeshindwa kuja kwa muda mwafaka, umekuja umechelewa, hili jambo iwapo litaferi, njia pekee ni kumuua mtoto wako ili afe pamoja na ile roho ambayo iko ndani yake. Hili jambo Rasti baada ya kulisikia kwa amelipinga kabisa. Sitaki binti yangu afe. Lakini Rajat akamwambia kwamba wala tu usijali, siwezi kabisa kuruhusu mtoto wako afe. Nimekwisha kumwahidi mme wako lazima nimtatulie shida mtoto wako, na tayari nimekwisha kuandaa mpango madhubuti. Binti anatakiwa kupona kabla ya kufika katika siku yake ya kuzaliwa, kwa sababu pepo atamtawala kabisa mazima mwili wake. Na akamwambia kwamba huyu mwanamama, huyo pepo amekuwa akimfuatilia binti yako tangu akiwa mtoto mdogo. Basi wakaanza maandalizi ya ibada. Arum akakalishwa sehemu moja, kikapu kikao kimewekwa juu yake, akawa amefunikwa kabisa na kitambaa cheupe. Rasti baada ya kutazama Lea akashangaa kumwona mbona Lea akavalishwa nguo kama alizokuwa amevalishwa Arum. Akamuuliza, wewe mbona umevaa nguo hizi? Lea akasema kwamba mimi sijui, mimi nimepewa tu hizi nguo nivae, pengine ilikuwa ni sehemu ya ibada hiyo. Mganga akawa ameanza kusoma maneno yake ya ibada, kumuita shetani. Akasema kwamba ninatoa sadaka ili hiyo roho ihamie katika mwili wa mtu mwingine, imtoke binti Arum awe huru. Akawa amekata koo za kuku ambazo zilikuwa zimening'inizwa juu ya Arum mmoja baada ya mwingine. Sadaka hiyo ikasababisha Arum kuanza kupiga kelele. Lea muda huo akaanza kutapika damu. Rasti alikuwa anashangaa hili jambo linakuwaje, na mganga muda huo midadi inazidi kupanda huko. Rasti ikabidi kumfuata kwenda kumuuliza, mbona binti yangu Lea anatokwa na damu, mbona anabadilika, kuna nini kinachotokea? Mganga akamwambia kwamba haya ndiyo yaliokuwa makubaliano kati ya mimi na mme wako. Akaeleza kwamba shetani ni lazima apate mwili mwingine maalumu ili Arum aokolewe. Ndiyo maana mme wako alimleta Lea kama mtoto wa kuja kuchukua nafasi ya Arum. Ulikuwa ni mpango wa muda mrefu, lakini kwa sababu wewe umechelewa kumleta binti yako mapema, hili jambo lilifaa litimizwe mapema sana kabla hawa mabinti kukomaa. Hili jambo litakiwa litimizwe wakiwa watoto. Hili jambo lilikuwa limemshtua sana mwanamama Rasti. Hakuwa ametambua kabisa kama Lea alikuwa amepangwa kwa ajili ya kuchukua pepo aliyekuwa ndani ya mwili wa Arum. Rasti baada ya kutoka hapa akaenda kwa Lea akamwambia kwamba mimi sikuwa najua chochote kuhusiana na hili jambo, nisamehe sana mtoto wangu, siwezi kuruhusu mtoto wangu yoyote kutolewa kafara katika hii hali. Lea akasema kwamba lakini kama ni kwa ajili ya Arum, mimi niko tayari kujitoa ili Arum awe huru. Rasti akamshika akasema kwamba hakuna, ashindwe, hakuna mtoto wangu atakaye kufa eneo hili. Wakati huo huo mganga anaendelea kupambana kwenye kufunua kikapu kutazama ndani yake Arum hayupo. Muda huo akaanza kusikia mzimu wa Masina ukiwa unasema kwa hasira kwamba wote mnaohusika katika hili jambo lazima mlipe katika hili. Mara moja watu wakaanza kupagawa hapa mmoja baada ya mwingine, ni kujizuru wewe mwenyewe kwa mkono yako. Muda huo roho hiyo ikawa inaendelea kucheka tu. Lea akauliza kwa hofu, kwani nini kinachotokea mama yangu? Lazima akamwambia Lea kwamba tumtafute Arum haraka tuondoke hili eneo. Muda huo mganga akajaribu kuifukuza ile roho, anaiambia kwamba mimi sikuogopi, mimi sikuogopi. Uogopi na unatetemeka. Ile roho ikawa imemshambulia na kumwangusha chini. Mganga akawa amepiga kelele akamwambia Rasti kwamba ondokeni hapa, rudini nyumbani kwenu. Na ile roho haikumwacha mganga, ikawa imemgongesha kichwa chake mpaka ikawa imemuua hapo hapo. Rasti kweli akawa amefanikiwa kumpata Arum, akawa amewachukua watoto wake na kuondoka hapo. Sasa kwenye gari, yani mama anaendesha gari na muda huo anatakiwa kuwatuliza watoto wake watulie, anawapatia faraja ili warudi katika hali yao ya kawaida. Wakati mama anawaza sehemu nzuri ambao wanaweza kupata pumziko eneo hilo, akawa amegundua kidani ambacho kilikuwa kimening'inizwa kwenye hii gari. Akakumbuka kwamba kina funguo ya nyumba ya babu yao, hivyo akaamua kwenda eneo hilo. Baada ya kufika huku, tuko utambua ukweli mwingine kwamba Masina alikuwa ni mke wa kwanza wa baba yake Rasti. Huyu mama yake Arum anakumbuka kwamba wazazi wake walimzuia asiwe karibu na mwana mama Masina. Yeye japo alikuwa anatamani sana kucheza na mtoto wake Masina, lakini hakupewa kabisa hiyo nafasi. Binti alivyouliza baba yake kwamba kwa nini hamuhitaji mimi nikae karibu na Masina, wazazi wakawa wamemwambia kwamba kwa sababu yeye anakaa karibu na zizi la mbuzi. Masina alitengwa baada ya mme wake kuoa mke wa pili, kwa sababu binti alikuwa mtoto, hakuelewa kitu chochote. Sasa katika wakati wa sasa, Rasti akawa amemuingiza Arum katika chumba kimoja, akamwahidi kwamba kila kitu kitakuwa sawa na atamfungia mlango kwa nje. Na hili wazo alilitoa binti mwenyewe Arum kwa sababu hakutaka yatokee kama iliyotokea kwa baba yake. Sasa kabla hawajatoka wote, Arum akawa amepagawa hapo hapo, akaanza kupiga kelele. Lakini pamoja na Lea ikabidi kumtuliza. Baada ya muda kule akawa ametulia, Arum akaeleza kwamba hebu naombeni mnifunge, sitaki mambo yajirudie yaharibike zaidi. Kweli wakawa wamefanya hivyo na wakawa wamefunga na mlango kwa nje. Lakini akiwa nje akaanza kuona maruerue, anaona mtoto mmoja. Huyu mtoto ni mtoto wa Masina. Mara
kapita huku, mara kapita huku. Akawa amepata maono, akawa ameona tukio la wazazi wake walivyokuwa na mpango wa kumpeleka shule nzuri. Masina akawa amefika hapo na kuomba msaada kwamba mtoto wake anahitaji kupata chakula, hata kama yeye atakula chakula, lakini mtoto wake inabidi kula chakula. Lakini mume wake akawa amekataa, akasema kwamba hawezi kabisa kusaidia watu ambao ni wadhaifu katika afya, hauruhusiwi kabisa kuingia ndani hapa. Akawa amemfukuza licha ya kuwa na uwezo wa kumpatia msaada. Jambo baya sana hili. Licha ya mambo yote aliyokuwa anafanyiwa mwanamama Masina, bado aliendelea kumpenda binti Rustin kama mtoto wake. Sasa wakati Rustin anatazama picha ya familia, akawa amemwona kuna mtu mmoja anaitwa Bagil. Huyu Bagil anamkumbuka kabisa, huyu jamaa alikuwa ni dereva wa familia hiyo, na mshikaji huyu alionekana kabisa kumpenda Masina kwa kipindi hicho. Rustin akamwomba Lea kwamba achunge chumba cha Arum, asikifungue hata chochote kitokee. Mama akawa ametoka hapo moja kwa moja kwenda kumtafuta Bagil. Pengine huyu jamaa alihusika na kifo cha wazazi wake. Kwa nini? Ni kwa sababu huyu Bagil ndiye mtu ambaye alikwenda kumwokoa yeye siku ile ya ajali. Alijuaje na alifika aje pale? Binti akawa amefika moja kwa moja kwenda kumkabili Bagil. Bagil akisema kwamba siku ya ajali ya wazazi wako mimi nilifika pale kwa ajili ya kukuokoa wewe. Lasina akawa amemuuliza, wewe ulikuwa unafanya nini pale? Ulijuaje kama ajali itatokea eneo ile? Na akawa amemuuliza, wewe ulikuwa na mahusiano gani na Masina? Bagil akawa amekiri, mimi nilimpenda sana Masina, lakini yeye hakunipenda. Akeleza yote yalianza baada ya Miko, yani baba yako wewe, kumuoa Masina kwa sababu ya utajiri wake. Wakati huo mimi nilikuwa dereva wa familia tu, na tatizo kubwa lilipokuja ni kwamba Masina baada ya kujifungua mtoto mwenye matatizo ya kiafya, hili jambo ndio likaleta mgogoro baina ya baba yako na Masina. Baba yako alikataa kumpokea yule mtoto. Baadaye mwanaume huyo aliamua kumuoa binamu yake aliyokuwa anaitwa Ranti, na hapo ndipo Rasti wewe ulipozaliwa. Sasa kwa sababu Rasti alikuwa na afya njema kuliko mtoto wa Masina, Masina na binti yake walitengwa na walitendewa vibaya kweli kweli. Ili kuficha aibu kwa jamii, waliwafungia ndani ya nyumba na kuacha mtoto mdogo, binti wa Masina, bila kupatiwa matibabu wala kupatiwa fedha za kujikimu. Aisee, kwa sababu ya mambo hayo, binti yake Masina alifariki dunia. Masina alijawa na huzuni sana, akaamua kujitoa uhai wake. Akasema kwamba Masina alilipa gharama zote, kila kitu kabla ya kufa. Kwa sababu Bagir alimpenda sana Masina, akaamua kujitoa kimasomaso, akaenda kufukua mwili wa Masina ili kumsaidia alipe kisasi dhidi ya watu ambao walimtendea mabaya. Na hapa aliyokuwa amelengwa ni Miko pamoja na ukoo wake wote, yani baba yake Rustin pamoja na ukoo wake wote. Jamaa akakiri kwamba alitumia uchawi mweusi kuita roho ya Masina. Lasi baada ya kusikia haya mambo yote, akamsihi Bagir amrudishe binti yake katika hali yake ya kawaida. Arum hana hatia aina yoyote, hastahili haya mateso. Na kwa sasa wanapozungumza, kumebaki lisali moja tu kabla ya siku ya kuzaliwa kwa binti Arum. Lakini Bagir baada ya kusikiliza stori zote anazoambiwa na Rustin, akamwambia kwamba mimi siwezi kabisa kumponya Arum, siwezi kabisa kumsaidia. Muda huo kweli upande wa Arum mambo yakaanza kujipa. Masina anaforce kuingia katika huo mwili. Arum anacheka kwa sauti ya kutisha, akaanza kutambaa ukutani kuelekea mlangoni. Nyote nyinyi mtalipa kwa haya mambo yote. Lea na mdogo wake Rama ikabidi kutafuta sehemu ya kwenda kujificha. Arum akawa ametokea upande wa juu kwenye dari. Lea anakuja kushtuka, dogo Rama hayupo hapo. Akaanza kumtafuta mdogo wake, yuko wapi tena? Lea alitafuta, akasikia sauti yake kule bafuni, dogo Rama yuko huko. Akajaribu kufika huko, mlango uko umejifunga. Wakati huo huo Rustin akawa amemuona Arum akiwa anakimbia kwenye kibanda, akaamua kumfuata huko. Akaona miguu chini ya kitanda, alipoinama huko polepole kwenda kutazama, hakuna mtu. Ghafla mzimu uko umejitokeza mbele yake na kutoweka. Baadaye akaiona tena roho ikiwa dirishani inaelekea upande wa msituni huko. Rustin akawa amesimama msituni, akamuona Arum amesimama, alikuwa anakula tumbo lake yeye mwenyewe. Arum akawa ameanguka chini kana kwamba amekufa. Rustin akawa amechanganyikiwa, mara hakuna mtu eneo hilo, binti katoweka, kapigwa changa la macho mtu hapa. Akiwa na hasira akawa ameita jina la Masina. Ghafla damu ikiwa imemdondokea usoni, kutazama akamuona Arum akiwa anatambaa tena huko kumfuata. Arum kabadilika ghafla na kuwa tena Masina, akawa ametoweka, yani ni purukushani tu. Kwa hasira Rustin akawa amepiga kelele akiwa anamuita Masina, nirudishie binti yangu, shetani wewe uko wapi? Jitokeze. Arum akawa amemuita mama yake. Rustin anakuja kushtuka, anamwona binti yake akiwa amesimama ukingoni mwa jabali moja hivi. Arum akasema kwamba mimi sio mwenda wazimu mama yangu. Roho ya Masina ikawa imechukua tena udhibiti wa huyo binti, ikawa imemkejeli, ikasema kwamba sasa kati ya mwanao na wewe nani mwenda wazimu? Unataka kumuona binti yako akiwa anakufa hapa, si ndio? Ghafla Bigal akawa amefika hapo na kumfunika kitambaa maalum. Haraka haraka akawa amemchukua na
na kumpeleka mtoni kwa ajili ya kwenda kumfanyia msaada. Mwamba mara moja akaanza ibada ya kumfukuza pepo huyo, akaanza kutamka maneno yake ya kichawi kumwamuru roho hiyo arudi gizani. Akachoma karatasi ambayo ilikuwa ni karatasi ya mkataba ya kumuita Masina. Baada ya kuichoma karatasi hiyo, ghafla damu zikaanza kumtoka binti Arumu alipokuwa amefunikwa kwenye kile kitambaa. Akafunua kitambaa, Arumu anaonekana hajitambui. Lazima akajaribu kumwamsha binti yake, akawa amerudi katika hali yake ya kawaida. Ile nguvu ovu ilikuwa imemtoka ndani ya mwili wake. Bigala akawaamuru kwamba waondoke mara moja kutoka hilo eneo, lakini kabla hawajatoka mtoni, Masina akawa amemvuta Rastin pamoja na Bagil ndani. Wakajaribu kupambana kujiokoa, lakini Masina akawa amemkamata Bagil na kumuua ndani ya maji. Yani kilichotoka ndani ya maji sio mwili, ni kichwa peke yake. Kiwiliwili kikabaki huko ndani. Rastin akawa amemkimbilia binti yake na kumkumbatia, akamfariji kwamba haya yote yamekwisha, akamsaidia kusimama. Inabidi warudi nyumbani, jikaze mwanangu. Ghafla akamwona tena roho ya Masina akiwa anawavamia ili kumlinda binti yake. Rastin akawa amemsukuma Arumu pembeni na ile roho iko imemwingia ndani ya mwili wake. Rastin akawa ameingiliwa na roho ya Masina ndani yake. Rastin akageuka akiwa amepagawa, akasema kwa sauti ya kishetani kwamba lazima ukoo mzima wa Miko walipe kwa dhambi zao, nikokotee mawe. Akashika jiwe, anamwambia huyo binti kwamba mlinifanya mimi niteseke, mtalipa kwa haya. Rastin akawa anapambana sana kuizuia hiyo roho isimharibu ama isiangamize maisha ya mtoto wake. Masina akajaribu sana kurudisha udhibiti ili kuumiliki vizuri ule mwili, lakini mwanamama Rastin akawa anapambana sana kuzuia hilo jambo lisitokee. Akamwambia binti yake akimbie ili ajiokoe nafsi yake, ili kuamua kumaliza kila kitu kisijirudie, maisha yarudi kuwa kama kawaida. Rastin akaamua kugonga kichwa chake kwa jiwe, akawa amefariki dunia hapo, akiwa ameifungia roho ya Masina ndani yake. Mama akawa amejitoa muhanga ili binti zake wabaki kuwa salama. Siku chache baadaye, Arumu akaonekana akiwa pamoja na dogo Rama pamoja na dadao mkubwa Lea katika kaburi la mama yao. Arumu akamwambia mama yake kwamba nitakukumbuka daima, ninakupenda. Lea akamwambia kwamba hakika wadogo zangu nitawalinda, nitawalea kwa upendo mkubwa, usiwe na wasiwasi kwa hilo. Wakawa wameondoka hapo kwa upendo na kwenda kuendelea na maisha yao, na filamu hii inaishia hapa. Tafadhali subscribe, share, like, comment. Kwa ambao hujafuata katika WhatsApp channel, linki iko kwenye comment.